wengine wote, aliyekuwa rafiki yake na Yesu kuliko wengine wote, yupo mpaka anashuhudia, ni shuhuda mpaka msalabani. Na kwa ajili hiyo Yesu anatoa nini? Neno lake la pili, maelekezo yake kwa kanisa, kwa watu wa pili, kwa kanisa ama kwa wafuasi wake, kwa Wakristo, kwa wale wenye kuokolewa na yeye. Lile neno nalo litoa na kulielekeza mwenye kulisikia na rafiki yake, maana wengine wote hawapo. Tunaona hata kwa unaweza, hata kwenye familia unaweza kutoa elekezo, tukaitoa katikati ya wewe. Ukikija kutaka kujua kwamba wakina nani na kuelewa hapa rafiki yako ni nani, utakuja kuangalia kwenye utekelezaji. Yule anayetekeleza, huyu ni rafiki yangu, maana anafuatia na kusikia nani. Wengine wanaweza kuwepo hapo nyumbani, wanakuwa ni walaungani, waladona. Tuko pamoja. Ni wakusubiri tu kusema vipi mama, msosi sana, baba vipi. Ukitoa elekezo lolote, watakwambia tumekuelewa baba, mama tumekuelewa, sawa. Subiri kwenye utekelezaji. Unaruka kwa kila kitu kiko vile, kishaona nini? Unajua bado hapo hujawa na rafiki. Watu wangu, rafiki anasikia, ndiye msikivu, anasikia maelekezo ya nani? Ya nani? Ya kiongozi. Kama ni kwenye familia, kama ni hata kwa kanisa, rafiki tamuona anaweza kupokea maelekezo. Tuko pamoja ndugu zangu. Yesu alikuwa msalabani, anamwambia Yohana ambaye ndiye mwanafunzi, mwana wa Mariamu, maana Yohana na Yesu walikuwa ndugu, wanazaliwa kwa wanafamilia moja. Hawa ni mtu na mdogo wake. Watu wa teolojia wanasema ni mtu na binamu yake. Wengine wanasema ni mtu na kaka yake. Sasa anatoa maelekezo, anamwambia mama, unasikia mama, mtazame mwanao. Mimi nilikuwa nakutazama na wewe unanitazama. Sasa namaliza nini? Siwezi kuondoka nikaondoka bila kuacha majukumu yangu kwa mtu. Mtazame nani? Alafu anamwambia mwana, unasikia bwana? Yohana, mtazame mama yako. Anataka kuzungumza nini? Anaposema kutazama, hataki kusema wabaki naangaliana nini. Anazungumza juu ya wajibu, kwamba kuna wajibu wa mzazi, sawa, kwa mtoto, na kuna wajibu wa mtoto kwa nani? Anazungumza juu ya wajibu kwa kanisa. Hakuna kanisa litakalokuwa na nguvu ya Mungu, litakaloendelea, litakalotembea kwa nguvu, kama kanisa halitakuwa na nafasi ya kushughulika kwa mama ambaye ni madhabahu, na madhabahu nayo ishughulike kwa mtoto ambaye ni nani? Ni kanisa. Tuko pamoja ndugu zangu? Mnanielewa? Na ndio maana kanisa la leo tukikuta washirika wanashughulika kwa kuhudumia madhabahu yao, kuhudumia viongozi wao, kujali na kuwatendea mema, na viongozi wao wanawajali washirika wao, wanawatendea mema, kila kinachofanyika na viongozi wao wanakwenda kushughulika. Hiyo kanisa, nguvu ya Mungu lazima iendelee. Unanipata vizuri? Lazima nguvu ya maana washirika wakimwangalia, wakiangalia madhabahu, wanaona shangwe, wanaona furaha. Maana wanasema sisi kwa kweli ni watu tunatimiza wajibu wetu. Na furaha madhabahu nayo ikaangalia kanisa, sema kwa kweli nani washirika wasisa, maana sisi tunatimiza nini? Wote tunakuta washirika wanaona watumishi wao mali, wanaona vizuri watumishi nao wanaona washirika wao vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kutimiziana wajibu. Mshirika anatimiza wajibu wake, anamwangalia mama yake, na mama yake anamwangalia nani? Anamwangalia mtoto. Kanisa, kila mmoja akijua wajibu wake, akawekwa kutekeleza vizuri barabara kwa neno la msalaba, kanisa hilo litakuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Hamjaelewa? Kanisa
isiyokuwa ya kawaida. Haya ni maelekezo ya Yesu mwenyewe msalabani. Anasema mama, mwangalie mwanao, mwana mwangalie mama. Maandiko anasema siku hiyo hiyo, mara hiyo hiyo, mama akachukuliwa na nani? Na alipochukuliwa na mwana, maana yake anaenda kufanya nini? Kuangaliwa. Alienda kuhudumiwa yote anayopaswa kuhudumiwa kama mama, naye akihudumu yale anayopaswa kuhudumiwa kama mama kwa mtoto wake. Tuko pamoja ndugu zangu? Neno la msalaba kwa wale wanaopotea. Ukiwaambia watu wanaopotea habari za kutunza watumishi wao, wanataka kuona vitabu, wachungaji. Si ndio wale neno na wanaopotea? Unasikia maneno ya watu wasiofikiria vizuri, wasiokuwa na mawazo mema. Mchungaji naye akawa anayepotea. Kaambia juu ya kuhudumia huduma zinazotakiwa kwa nani? Kwa mshirika wa nani? Kwanza mshirika. Ni nani wewe? Nani mshirika? Washirika wengine ni washirikina. Sio washirika. Nashangaa mchungaji mshirika anaweza kuwa na jambo na amelifikisha kwa uongozi ama kwa mchungaji, wala alisifanye nini? Sifanywe kazi. Tatizo hili. Yesu anatoa elekezo kwa msalaba ili kanisa liwe na afya. Kuna wajibu wa madhabahu kwa kanisa. Kuna wajibu wa kanisa kuangaliana, ili kila mmoja afanye kazi yake. Ukifanya hivyo, kila mmoja akisimama kufanya kazi yake, sasa nikwambie, kanisa linakuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Nguvu ya Mungu itatembea kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, maana hata kuwepo hohehari katika nyumba ya Mungu. Wote watakuwa na nguvu kwa kila mmoja anatimiza mambo yake. Jambo la tatu, nikimbie chapu kidogo. Jambo la tatu. Anasemaje katika Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 43? Luka 23:43. Bende 43 anasema Yesu akamwambia, amini nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Sawa. Amini nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Halo. Ni neno la tatu la Kristo, la Bwana wa kanisa, Bwana wa msalaba, aliyeandikwa msalabani kwa ajili ya kuliweka pamoja kanisa, kuweka pamoja watu wanaoamini. Anasema, amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami wapi? Wapi? Hii habari ni habari ya wale wanyang'anyi wangapi? Wawili. Ambaye mmoja aliyekuwa mkono wake wa kushoto, baada ya kuwa mkongoto umemnyosha, amekongotwa. Na unajua tena na mfalme sio mchezo. Hata kama ungeandika bila kukongotwa, ukaandika ukaacha nilinyinia tu hivi. Unafikiri ni kazi rahisi? Sasa mkongoto umemkongota sawasawa. Akakumbuka Injili ya Kristo aliyokuwa na hubiri Yesu kule, anasema jamani, tubuni maana ufalme wa Mungu umefanyaje? Anasema huyu bwana aliwatendea mema, akakumbuka kila hicho kitendo. Alipokumbuka akasema kana kujuza. Kama ambavyo wakati mwingine watu wanavyokuwa na mashaka katika njia zao, wanavyokuwa na mashaka katika kile wanachosikia na kukielewa. Anasema mwana wa Mungu kweli. Lakini mwana kama mwana aliwatendea wengi mazuri. Anawaza haibona kitendo. Akasema huyu mnafikiri. Kama ngoja nichokoze kidogo. Anasema hivi, wewe ni mwana wa Mungu kweli? Hivi ulikuwa mwana wa Mungu? So ungetiokoa wewe na ukatuokoa na sisi. Ukiona hiyo story, manake anarejea matendo mazuri aliyotenda Yesu, na manake alikuwa anajua, na anajua Mungu hakuna kinachomshinda, na Mungu hawezi kama ni mwana, hawezi kuruhusu mwanawe awe kama mwana.
Halo. Mwenzake wa mkono wa kulia aliposikia hayo akamkemea akasema, wewe mbona unakosa adabu? Una adabu? Unajua sisi tumetendwa haya. Tumetendewa haya, tumefanywa haya kwa sababu tustahili yetu. Maana ni haki yetu sisi. Sisi ni kweli tumekuwa waovu, tumekuwa wanyang'anyi, tumehukumiwa kwa hukumu iliyo haki yetu. Anasema mmoja yule wa pili yake alipomaliza kumkemea ndugu yake, ndio akaja kwa Kristo akamwambia, Bwana wangu, naomba unikumbuke katika nini? Unikumbuke kwenye ufalme wako. Maana yake anatubu. Maana toba ni kukiri maovu yako, kama ambavyo tunamuona Msamaria anavyokiri kwamba yeye ni kweli anatendwa hayo kwa sababu ya uovu wake. Tuko pamoja? Matamko hayo ndio kutubu, na kisha anamwambia Kristo, unikumbuke kwenye ufalme wako. Maana yake unisamehe Bwana. Anataka kuzungumza nini? Kristo akiwa msalabani anasema, duniani nimeondoka, shetani hajaondoka. Kwa hiyo watu wataendelea kupita kwenye majaribu haya na haya na haya. Ni kweli mtu anaweza akafanya nini? Akatenda dhambi, lakini anapotenda dhambi aitubu kweli kweli, aseme kweli juu ya dhambi aliyoitenda. Andiko hili, neno hilo linazungumza juu ya toba ya kweli, juu ya kutubu, kwa maana ya kutubu kweli. Sio wewe unajua pengine ni mzinzi, alafu unasema naenda kutubu. Unaenda kutubu dhambi. Unatakiwa useme, mimi nilianguka kwenye dhambi ya nini? Kwenye dhambi ya nini? Ya uzinzi. Unasema mimi hapana, mimi nimekuja kutubu. Mimi kweli nakuwa na tamaa. Na neno linasema, angalieni mwanamke ama mwanamke kwa kumtamaa tayari ameshafanya nini? Huyu amekuja kutubu tamaa, amekuja kutubu uzinzi. Anapata kutubu. Huyu atakuwa ametubu toba ya kweli. Jamani, mko atakuwa ametubu toba ya kweli huyo. Wewe unajua Yesu hajakuokoa, ulikuwa ni mchawi. Nani? No. Unatakiwa utubu ueleze. Ni kweli Yesu anasema. Nini? Kwa naona hata mtoto na fulani. Sababu hiyo kwa kumwe. Sasa mtu anaenda kutubu. Anatubu, anasema nilikuwa naua nyao. Nilikuwa naua paka. Nilikuwa hata mbwa wa nani? Na leo inasema usiue. Nimepata shida sana kuja kutubu. Hata ushuhuda wa Bwana Mungu alikuwa mwizi. Akakuta ng'ombe amemfunga kwenye shamba lake. Alipomuona akaangalia, hakuna naye chunga ng'ombe na nini. Akasema Bwana amenikumbuka. Akafungua kamba ile akapeleka moja kwa moja mpaka machinjoni. Akauza ng'ombe yule. Alipouza, kumbe alikuwa ni ng'ombe mshika mwenzake. Wakaanza kutafuta hela msaidia kutafuta. Bwana akatafuta ng'ombe. Kasi. Yeye anajua hiyo ng'ombe ndio anafanya nini? Baadaye injili ya mchungaji kawaka na bahuli moto, ana injili na sukuma sawa sawa inapigwa sawa sawa, na yule mwizi wa ng'ombe yumo. Sasa tamani bwana, hapa kweli sitakupa kila naye simama ni kama ameniona mimi. Kalazimika kwenda kutubu. Zuri wako sema nimekuja kutubu nini? Niliiba. Uliiba nini? Kamba. Nilikuta kamba imefungwa kwenye miti pale. Nikafungua kamba ile. Kwa kamba nikaiba kamba. Unaelewa vizuri? Huyu anayekuja kutubu kamba iliyofungwa na mmemtaka alijua ng'ombe hiyo kufungwa na kamba hiyo. Huyu amekuja kutubu kweli? Si ndio toba za watu wengi? Watu wengi wanafanya uovu, Mungu anapotaka kumsaidia hukumu ndani, lakini unakuta hayuko tayari
unasamehe wala Mungu umekosea. Ni wewe uliyekosea. Ndio unasamehe ndio kwa msamaha. Hii ya tatu ni wewe mtenda, unajua hakuna mtu asiyejua wokovu wake. Kila mtu katika maisha yake anajua nyendo zake. Na uovu, maandiko yanasema unamfarakanisha mtu na nani? Na unapokuwa ukifarakana na Mungu, hata kama ungesema mcha Mungu, ungesema ni mtu anayetembea na Mungu, ungesema unampenda Mungu, lakini ni mtu mwovu usiyeweza kukiri uovu wako, nataka nikwambie, unaendelea kujirundikia dunia matatizo tu. Mzigo mzito kichwani mwako ni kama unabeba mshumaa, unabeba kichwani mwako. Msaada ni kutubu. Na ndio neno la Kristo kwa wapi? Neno la msalaba linatuelekeza juu ya toba. Kanisa lolote la watu ambao watajengwa na kusimamia kwa nguvu ya kutubu, hilo kanisa, nguvu ya Mungu itakuwa ya ajabu sana, nguvu kubwa mno. Maana Mungu anatembea na watu waliotubu, watu waliopondeka mioyo yao, watu wanyenyekevu, watu wasioficha maovu yao. Tubu. Maandiko yanasema tubuni mkafanyeje? Maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Na mimi leo niungane na Yohana pamoja na Kristo, nikwambie ili utende mbinguni, ufike peponi kwa Bwana. Bwana akukumbuke kwenye ufalme wake. Tubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Dhambi haifichwi. Ukificha dhambi ni sawasawa na kuchukua mkaa wa moto, mkaa wenye moto kaweka kwenye mfuko wa Bwana. Tunakuwa baadaye kukuta ulishaungua paja lote, umeungua na suruali yote umeungua, halafu tubu. Usifanane na yule ndio tulisikia habari kwenye mkutano aliyetumbukia kwenye shimo. Barabara inatengenezwa na greda, akatumbukia kwenye shimo leo. Wakapatikana wa kumsaidia wa mwokoe. Wanamwambia, ndugu, shika hiyo kamba tukuvute. Kabla sijashika kamba, niambieni ni nani kwanza aliyeshika shimo hili? Nani aliye? Ndugu, shika kamba ndugu. Greda inakuja inakukia. Niambieni shika nani shimo? Maana yake hata kushughulika hivi sasa, sio maana yake. Tubu. Baadaye greda ilipita. Akawa chakula ya nini? Umungu kwenye shimo. Toba ya kweli. Hata kama umejificha kiasi gani, ndugu zangu, tunaenda mbinguni. Mbingu hazidanganyiki. Kristo hadanganyi. Yesu ni mwaminifu, anajua yote. Toba ya kweli. Tubuni. Maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Ili utembee na Mungu kwa nguvu. Yesu ni neno lake hapa la kati ya maneno sawa anayoyasema akiwa msalabani, ambayo hayo ukitaka kupotea ndio yakuza, lakini ukitaka kusimama ili uwe na nguvu wakati utembee na nguvu ya Mungu, ni kutembea naye. Hata kama ungesema unajitahidi kujificha kiasi gani, uso wa Bwana unakuona. Tuko pamoja ndugu zangu? Hafichiki Kristo. Na ndio maana akaamua kuliweka wazi ili usalimike, ni kutubu. Maandiko yanasema, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kufanya nini? Hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sisi tutasiweze kusikia. Isipokuwa uovu wa mtu ndio unaoweza kufanyaje? Kumfarakanisha yeye na hata Mungu asiweze kusikia juu yako. Unataka Bwana asikie juu yako, asikie unachomwambia, asikie. Unataka Bwana apokee sadaka zako, apokee zaka zako, apokee nini? Apokee tendo lako. Unataka asikie. Nataka nikupe namna ya kumfanya kusikia. Ni utakatifu, ni kutubu dhambi, ni kukubali kumwishia Mungu. Usiishi nyumbani mwa Mungu nasema mimi ni mshirika wa kanisa lile, mimi nimeokoka naenda kwa Mungu.
machafu ni machafu. Yesu anakuja, yuko mlangoni, anakuja. Tunazungumza habari za Kristo aliyesulubiwa kwa ajili yetu, na haya anayesema kwa msalabani, mwamini Bwana, kubali kuweka njia zako safi, kubali kuweka maisha yako nzuri, usijifiche, usipende uongo ukajificha. Yesu anakuona, ameweka nafsi yako ndani mwako, ambao ni ushuhuda wako pia, nao unakuona ni jicho la Kristo ndani mwako. Tubu. Unajua huu ni uovu umetenda, unafanya. Tubu. Yesu anapendezwa na watu wanaomcha yeye, watu wanaweza kuwa tayari kusafishwa na yeye. Na hiyo ndio usia wake kwa msalabani. Anasema kufa na changamoto ya namna hiyo, ufanyeje jamani? Tubu. Tuko pamoja. Tubu. Acha kuendelea kushikilia maushirikina mwingine. Kuna mtu mwingine yuko kanisani, haamini juu ya Kristo, yuko kanisani ili siku apumzike vizuri, lakini maisha yake yeye mwenyewe ukiangalia ameyakabidhi kwa Baba yake. Kuna mtu hapa kama angetoa nguo yake ukaangalia mwili wake, unafikiri ni ile chanjo wanayochangia kuchanja nyama ya ng'ombe. Tunafahamu, unakuta mwili wake wote, karibu wote umejaa chale. Ni nyama zinakatwa kilo mbili, kilo moja nusu, kilo tatu, mwili mzima mpaka na kwenye makalio huko. Unajiuliza, mpaka huyu anachanjo chale, anataka nini kwa Baba? Yaani kuna watu kiangalia kutoa nguo yake, unasema Yesu wewe ni Bwana. Maana unaona alivyokuwa anatumikishwa huyo na watu. Na sasa mbaya, wengine wakaimani wa Mungu, wako wanasema sisi tunaokoka tunamcha Mungu, lakini bado wanapeleka miili yao kwenye huko, wanapenda kuchanga. Bado wanachukua miungu ya kigeni wanaleta katika madhabahu ya Bwana. Ikilipuka unafikiri analipana na sababu tunalipuka wewe. Nataka nimseme kwa kumaliza, maana muda wetu unaona umekaa. Nataka niende kumaliza. Tubu, patana na Kristo. Moja kati ya maagizo nayo kati ya 7 nimesema mangapi? Jambo la kwanza msamaha, jambo la pili uwajibikaji, jambo la tatu toba ya kweli. Duniani hautakaa milele, hata kama ungejilinda ukajiwekea fensi ya namna gani, siku Bwana akitaka kuichomoa roho yako, itachomoka bila kuzuiliwa. Hakuna wa kuzuia. Tubu. Nataka nikwambie, patana na Kristo, kubali kazi ya msamaha ya kukutanisha na nani? Kubali. Usikubali kuipuuza kazi ya msamaha. Kubali kazi ya msalaba, upatane na Kristo. Wewe utakuwa salama kwa Bwana. Nataka kumaliza. Napoelekea kumaliza, nataka kushauri hili, jua maelekezo. Neno linasema, neno la msalaba kwa wanaopotea ni nani? Yuko. Si sawa? Kuna wengine wanapoteleaga ndani. Kanisani anaingia kila ibada, lakini mwana mpotevu. Na anayepotelea ndani kumpata ni kazi ngumu kweli. Maana wakati wote anajihesabia haki. Mnafahamu kisa cha wana mpotevu? Kisa cha wana mpotevu. Yule baba alikuwa na watoto wawili. Mmoja yule mdogo akasema, baba nipe urithi. Yeye na mimi nitakupa. Kila siku nitakuwa kwa wana. Nipi? Akakatiwa fungu lake. Amekatiwa fungu lake, ameenda nalo huko kwenye nchi za mbali, maandiko yanasema. Baadaye akatapanya kwenye umaraya, kwenye ulevi, kwenye nchi zote zikafanya zikaisha. Zimeisha, kafikia hatua ya kwanza kulisha nguruwe.
analisha nguruwe, baadaye sio kulisha nguruwe, akawa anakula pamoja na nini? Njaa imemtosha, anakula chakula cha nguruwe. Anakula anakionja kwanza yeye. Anakula ndio anapelekea nguruwe. Baadaye akatafakari, kawaza tatesikaje maisha yangu wakati baba ni tajiri na kila kwanza natafuta rafiki. Kwani nikienda kuomba nisiwe mmoja kati ya watoto wake, niwe mmoja wa watu wake, niwe mtumishi au ananipa angalau chakula, nisiwe nakula chakula cha nguruwe. Si cha kwanza tu. Akaazimia moyoni mwake, akarudi nyumbani. Aliporudi maandiko yanasema baba yake alipomwona tu kwa mbali akashangilia, akasema mwanangu mpotevu amerudi. Akashangilia, akaenda akamkumbatia na nguo zake chafu zile akamkumbatia. Ndio upendo wa Kristo wetu. Anatusubiri na kusubiri. Hata kama ungekuwa umefanya huko na anakusubiri kukumbatia. Mwana mpotevu akakumbatia. Alipokumbatiwa akakumbuka ile Bwana kwamba moyo mmoja akirudi mbinguni wanafanya sherehe, mimi nifanye sherehe. Akafanya sherehe, chinja ng'ombe nini, sherehe pale. Wakati yale yanafanyika, kaka yake aliyepotelea ndani, aliyepotelea wapi? Alipo anakuja anakuta sebele pale kwa ukumbi, kwenye ukumbi kwa nyumba ilikuwa sasa kuna nini hapa? Fanya kazi bwana. Hujui. Ndogo amekuja, ndogo wako yuko nyumbani. Mfanya kazi mtuma na shangilia na furahi kuona ndogo mtu amekuja. Halafu ndogo anasema, "Unasemaje?" Kwa hiyo hiyo sherehe na nini? Ni kwa ajili yake sasa. Hapata kaika. Wewe ndugu yako ameondoka miaka 60 ngazi hata mbivu uko wapi? Alafu anarudi. Unasema hapata kaika. Uko salama kweli? Si umepotea? Unasema hii baba lazima tuelewane. Anaona kila kilichokuwa kimebaki kama kilikuwa cha kwake. Kujihesabia nini? Ni ngumu mtu akipotelea ndani, ni neema ya Mungu kumsaidia. Na bahati mbaya hiyo inawakuta wengi. Mpaka akasaidiwa na neema ya Mungu. Ndio arudi baba. Usiwe miongoni mwa hao wanaopotelea ndani. Kupotelea ndani ni ngumana. Kila siku watu wanakuwa wanakuona. Wanafikiri wewe ni mwenzetu. Naona tunaenda pamoja. Mungu nishaanza siku nyingi. Lakini yule ambaye tunajua ana miezi miwili mitatu hayupo. Sasa mwenzetu tumuone na vitu tunamtafuta. Bila hizi kujua. Bwana tusaidie. Amen. Nataka kusema ninapojimisha, nataka kusema hivi. Angalia. Wewe Bwana amekuokoa kwa mpango na kwa kusudi. Ujue kutembea katika maelekezo yake. Nimesema kama jifunze kusamehe. Jifunze kuachilia. Usibebe moyoni mwako utakufa. Utaharibikiwa wewe yake utaharibika. Jifunze kubeba wajibu wako. Tumika kwa Bwana. Tekeleza paswa yako. Fanya kile unacho ujua kwamba hiki kwacho Bwana ameniokoa. Ameniita kwa ajili ya jambo hilo. Ufanye jambo la tatu, kimwacha Mungu. Tubu. Ukikengeuka, ukijikuta umetenda dhambi, usikae na mateso wakati Yesu bado ameketi katika kiti cha nini? Tubu ili uwe vizuri na Kristo Yesu. Wewe utakuwa mbali sana na Mungu atajivunia wewe kusimama.